Wakenya 64 ni miongoni mwa raia wa kigeni zaidi ya 7,000 waliokwama kwenye mpaka wa Thailand na Myanmar baada ya kuokolewa kutoka kwa matapeli waliowaahidi ajira. Menzileti Jai anaeleza zaidi. Ripoti zinasema kuwa raia hao wa Kenya wapo kwenye kambi ya kijeshi upande wa Myanmar katika jimbo la Karen na sasa wanasubiri kupelekwa nchini Thailand. Serikali ya Kenya imesema imeanza mazungumzo na Thailand ili kuwezesha raia wake warejee nchini salama. Wizara ya mambo ya nje imesema imepokea taarifa kuwa hali ya kibinadamu walioko raia hao wa kigeni ni mbaya na hawana maji safi, umeme na maeneo wanayolala sio salama. Aidha, serikali ya Kenya na balozi wake nchini Thailand imesema inatathmini mbinu nyingine ya kuwarejesha nyumbani raia wake waliokwama katika nchi hiyo ya bara Asia. Serikali ya Kenya imewataka raia wake kuwa makini wanapotafuta ajira nje ya nchi na kuwataka kuthibitisha uhalali wa fursa wanazopata kwenye mitandao ili wasijipate katika hali inayoshuhudiwa. Kule nchini Uganda, chama cha upinzani cha The People's Front for Freedom kimesema kinashiriki mfungo kuanza siku ya Jumatano kuombea kuachiwa kwa kiongozi wa kisiasa mkongwe Daktari Kizza Besigye na wafungwa wengine wa kisiasa. Kutoka Uganda tuelekee kule DRC. Jeshi la Uganda lilithibitisha Jumapili kuwa limetuma wanajeshi katika mji mwingine wa kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupambana na makundi ya wenyeji yenye silaha, huku kukiwa na hofu kwamba mzozo mkali unaweza kuzusha vita vikubwa zaidi. Mahagi ni katika jimbo la Ituri ambalo linapakana na Uganda, ambapo takriban watu 51 waliuawa mnamo Februari 10 na watu wenye silaha wanaoshirikiana na Codeco, kulingana na vyanzo vya kibinadamu na vya ndani. Lakini swali ni je, wanajeshi wa Uganda wanafanya nini huko Ituri? Balozi Dudu Mirefu anaangazia hili akiwa DRC. M23 walitokea Uganda na baadaye tukaambiwa kwamba Uganda amealikwa majeshi yake kusaidia, lakini ikaonekana kwamba ukiangalia kiundani utagundua kwamba kweli rais wa Kongo alitaka kuonesha nia njema kwa Uganda kwamba haya mambo ya M23 usiingilie, mambo ya Rwanda usiingilie, wewe njoo utafute waasi wako, maana madai ni kwamba tunakuja kutafuta waasi wa Rwanda na wa Uganda Kongo. Matatizo yetu Uganda na matatizo yetu Rwanda hatuwezi kuyatatua sisi wenyewe huko Rwanda au Uganda. Fadhali twende Kongo tupate solution. Nafikiri hili ndio jambo lililofanyika. Haikuwa kwamba Waganda wanakuja Kongo kwa nia ya kusema kwamba wapiganishe waasi wao ADF, lakini sio kwamba wazuie M23 kufanya mambo yao. Ni mtazamo wake Balozi Dudu Mirefu, mchambuzi wa siasa za DRC. Nchini DRC, ripoti ya muungano wa mashirika makuu mawili ya kiraia inayoangazia hali duni ya maisha ya taasisi za kisiasa na uporaji wa mapato ya kitaifa unaofanywa na usomi wa kisiasa. Ripoti hii kutoka kwa kampeni ya Kongo Haiuzwi na mtandao wa kupambana na ufisadi wa Pan-Africa unaonyesha tofauti ya kushangaza na umaskini unaoathiri idadi ya watu na ukosefu wa usawa wa mapato. Undani zaidi na Ali Bilali. Ripoti hiyo inasema nchini DRC ukosefu wa usawa wa mishahara ni wa kushangaza. Wabunge wanapata hadi dola za Marekani 21,000 kwa mwezi, huku waalimu, wanajeshi, maafisa wa polisi wakipokea karibu dola 100 za Marekani. Matumizi ya fedha za umma hayadhibitiwi vyema, hasa katika ikulu ya rais wa jamhuri na katika wizara mbalimbali, huku kukiwa na ziada ya bajeti. Uwazi unaozunguka mishahara ya viongozi wa kisiasa unalaaniwa vikali. Kwa hivyo ripoti hiyo inapendekeza kupunguza gharama za kitaasisi kwa kuunganisha miundo fulani. Kwa mfano, shirika la kupambana na ufisadi la rais na ukaguzi mkuu wa fedha, na zaidi ya yote kuondoa vyombo vilivyopitwa na wakati kama vile kamati ya kitaifa ya kufuatilia mkataba wa baraza la uchumi. Hatimaye mashirika ya kiraia yanachukizwa na tabia ya Rais Felix Tshisekedi, ambaye kulingana na ripoti hiyo anakosa nia ya dhati ya kupunguza matumizi ya fedha za umma, hasa kwa ahadi yake ya kuwapa wabunge magari ya 5,000 aina ya Jeep. Hili linaonekana kama dharau kwa mapambano ya haki na mgawanyo wa haki wa utajiri wa taifa.
Tukisalia DRC, hali ya utulivu imerejea Jumatatu hii katika mji wa Kadutu, Bukavu, Kivu Kusini, baada ya shambulio lililofanywa na wapiganaji wa Wazalendo Maimai katika eneo ambalo linakaliwa na waasi wa M23. Uongozi wa kijeshi nchini Sudan imepongeza mataifa ya Saudi Arabia, Kuwait, Misri na Qatar kwa kukataa kutambua serikali mbadala iliyoundwa hivi karibuni na wanamgambo wa RSF jijini Nairobi nchini Kenya. Hilary Ngati anaeleza zaidi. Wizara ya mambo ya nje katika taarifa yake imesema inatambua pia uungwaji mkono wa mataifa mengine ya Afrika kwenye Baraza la Usalama la Umoja Mataifa ikiwemo Marekani, China na Uingereza kwa kukataa harakati za RSF. Aidha, wizara hiyo imeshutumu serikali jijini Nairobi kwa uamuzi wake wa kuwaunga mkono wanamgambo wa RSF ambao inasema ni wapiganaji wanaotekeleza mauaji ya kimbari. Mwishoni mwa wiki iliyopita, serikali ya Saudi Arabia ilisema kitendo cha RSF ni haramu na sio sauti ya raia wengi wa Sudan na kinatishia umoja na uthabiti wa taifa hilo ambalo lipo kwenye mzozo tangu mwaka 2023. Hatua ya Kenya kuwakaribisha RSF imesababisha mvutano wa kidiplomasia kati ya serikali ya Jenerali Abdel Fattah al-Burhan na Nairobi na kusema inatishia usalama wa kikanda. Hata hivyo, serikali ya Kenya inasema hatua yake ilikuwa tu ni kutoa jukwaa la kuunga mkono mchakato wa kupata siha njema, yote kuhusu afya yako. Caroline Corid anakusubiria kila Jumanne asubuhi saa 2:46 saa za Afrika Mashariki. Marudio ni kila Ijumaa asubuhi saa 1:46 Afrika Mashariki. Usikose kusikiliza. RFI. Ni kumbusho kwamba tumekuandalia mambo mazuri katika makala ya Siha Njema, lakini pia matangazo haya ya RFI unaweza kupata kupitia mitandao yetu ya kijamii ikiwemo Facebook na YouTube. Jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS, inasema wajumbe wake waliokuwa wametumwa nchini Guinea Bissau kusaidia kutatua mzozo wa uchaguzi wameondoka baada ya Rais Umaro Sissoco Embalo kutishia kuwafukuza. Victor Buso anaeleza zaidi. Uongozi wa ECOWAS umesema wajumbe wake wameondoka nchini Guinea Bissau baada ya kauli ya Rais Embalo. Wajumbe hao walikwenda katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi mwezi Februari kusaidia kupatikana kwa suluhu ya kisiasa kuhusu ni lini uchaguzi utafanyika. Licha ya wajumbe hao kuondoka, walifanikiwa kuonana na Rais Embalo na wanasiasa wa upinzani pamoja na viongozi wa mashirika ya kiraia kujaribu kupata maelewano kuhusu tarehe mpya ya uchaguzi. Mapendekezo ya ujumbe hao yamewasilishwa kwa wadau mbalimbali pamoja na serikali ili wafanye maamuzi kwa mujibu wa ujumbe huo wa ECOWAS. Upinzani nchini Guinea Bissau unasisitiza kuwa uchaguzi ulipaswa kufanyika mwaka uliopita na muda wa Rais Embalo umemalizika tangu wiki iliyopita, lakini kiongozi huyo ametaka uchaguzi huo ufanyike mwezi Novemba mwaka huu. Nayo mahakama ya juu imemwongezea muda rais huyo hadi mwezi Septemba. Majimbo manne nchini Nigeria ambayo yanakaliwa na waumini wa Kiislamu wameamuru kufungwa kwa shule katika mwezi huu wa Ramadhan, hatua ambayo imekosolewa na baadhi ya wanaharakati wa elimu ambao wametishia kuongoza maandamano ya kitaifa kupinga hatua hiyo. Wabunge wa Ghana wamerejesha tena bungeni mswada kupambana na mapenzi ya jinsia moja baada ya jaribio la awali kupitishwa, mswada huo kukumbwa na changamoto za kisheria. Kwa mujibu wa mswada huo, watu watakaokutwa kushiriki mapenzi ya jinsia moja wanakabiliwa na kifungo cha miaka 5 jela, vilevile wanaounga mkono harakati zao. Misri na tume ya Umoja wa Ulaya zimetiliana saini mkataba wa dola milioni karibu 93 ambazo zitatumika kusaidia mipango ya usalama wa chakula, ukiwemo ujenzi wa miundo mbinu ya kuhifadhia chakula. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP ambalo hutegemea pakubwa ufadhili kutoka nchi ya Marekani limetangaza kufunga ofisi zake za ukanda wa Afrika Kusini kutokana na uhaba wa fedha, amesema msemaji wa ukanda Thomson Phiri.